Katika miaka zaidi ya 30 sisi walimu tumekuwa na chama kinaitwa Chama cha Walimu Tanzania, CWT. CWT imepoka uhuru wa kujumuika wa walimu kwa sababu walimu hawaendi CWT kwa free will, wanalazimishwa. Chama cha walimu kinaingia kwenye mishahara ya walimu kama funza anavyoingia kwenye kidole, bila hodi, bila taarifa. Katika miaka 6 ambayo CHAKAMWATA hakikwepo hewani, wanachama wa CHAKAMWATA wapatao 12,231 bila hiari yao wamepokwa uhuru wao wa kukusanyika kwa hiari, wamenyonganywa mishahara, michango ya CHAKAMWATA na kuingiziwa michango ya Chama cha Walimu Tanzania CWT ya 2% bila ridhaa yao. Baada ya CHAKAMWATA kusajiliwa, hali imekuwa ni hiyo hiyo, walimu wanalazimishwa kuwa wanachama wa CWT bila ridhaa yao. Na CWT wanadai kwamba wanakata fedha kwa sababu ya ada ya duka la uwakala ambalo hawajui sheria yake ikoje. Hawana mamlaka hiyo. Tumekwenda mpaka kwa kamishna wa kazi, hawana mkataba wote unaowapa uhalali huo. Baada ya kilio chetu kuwa kikubwa, ama kilio cha walimu kupitia CHAKAMWATA kuwa kikubwa, mwanasheria mkuu wa serikali wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tarehe 22 Machi 2019 aliandika barua hii akimwandikia katibu mkuu wa TAMISEMI kumwelekeza jambo hili kwamba haliko sawa, walimu wanaonewa. Toka mwaka huo na tarehe hiyo, katibu mkuu wa TAMISEMI na wizara nzima hawajalifanyia kazi, wamekaa kimya. Na si CHAKAMWATA tumefuatilia sana kwa nyaraka na ana kwa ana ili TAMISEMI itoe maelekezo kwa mamlaka zake za chini kuhusu jambo hili, lakini ilimepuuzwa mpaka sasa. Kutokana hayo yaliyotokea, Chama cha Kutetea Haki na Maslahi ya Walimu Tanzania kinachukua hatua zifuatazo. Kwanza, tumeorodhesha mikoa yote na wilaya zote. Tuna halmashauri 125 nchi nzima. Katika mikoa 25 ni mkoa wa Singida peke yake ambao hauna nongwa yote na CHAKAMWATA. Mikoa mingine yote inanongwa na CHAKAMWATA. Na tumeorodhesha pesa ya mwalimu aliyokatwa katika wanachama hao 12,231, 1% iliyozidishwa kwenda CWT na 1% ya CHAKAMWATA. Tunakwenda mahakamani kufungua kesi. Na kabla ya kufungua kesi, tumeshawapelekea waajiri wote nchi nzima barua za notice of intention to sue, kusudio la kuwashitaki, na wanatakiwa watujibu ndani ya siku 30. Na tunawadai jumla ya shilingi bilioni 12,326,960,571 na senti 90. Hizi fedha natakiwa kulipa CWT. Na tunatoa maelekezo kwa walimu. Kila mwalimu aliyeghafilika na mambo haya, anayeumizwa na mshahara wake kiduchu, tunaishi na mshahara toka ulipopandishwa mwaka 2015, haukupanda tena, umekuja kupanda kidogo 2022. Kupanda kwa ule mshahara kiduchu haufanani na kupanda kwa gharama ya maisha. Ukienda sokoni ya madukani, bidhaa zilizopanda hazilingani na hicho kiduchu kilichopanda 2022. Halafu anakuja mtu anakata mshahara wako bila ridhaa. Tunatoa maelekezo kwa walimu wanachama CHAKAMWATA nchi nzima, waende mahakamani, wawashitaki wakurugenzi kwa majina yao na kwa vyeo vyao, kwa sababu wakati mwingine serikali inapata matope kwa ajili ya watendaji wabovu wachache. Na tunamuomba Mheshimiwa Rais, tutakapowashitaki na yeye awajibishe, kwa sababu ni wateule wake, wamevunja sheria, waliapa kiapo kufanya kazi kwa kutii katiba ya nchi na kuzingatia sheria za nchi. Wamekiuka sheria. Tukiwashitaki, tunaomba Mheshimiwa Rais na yeye awashughulikie vile vile, ili serikali sipate matope kwa sababu ya watu wachache wasiokuwa na nidhamu, wasiozingatia sheria, wanafanya mambo kwa nepotism tu, kwa undugu wao fulani labda na Chama cha Walimu Tanzania. Hivi vyama vipo kwa mujibu wa sheria, ni sauti ya wafanyakazi.